Bana, mambo vipi? Karibu sana, hii ni Talent TV. Tunaambiwa swala la kiungo mshambuliaji wa Yanga Stephane Aziz Ki kuendelea kuwapo ndani ya kikosi hicho ni jambo la muda tu kuanzia sasa, kutokana na matajiri wa Kiarabu kujipanga kumngoa Jangwani. Aziz Ki ambaye kwa sasa anamiliki mabao 7 na assist 7 katika ligi kuu ya NBC Premier League msimu huu, inaelezwa ananyemelewa sana na klabu mbili kubwa kutoka Morocco zilizoanza mazungumzo na mabosi wa Yanga ili kumnunua kwa msimu ujao, huku mabosi hao wa Jangwani wakiwa tayari wameshapiga hesabu za mbadala wa kiungo huyo. Sasa kiungo huyo raia wa Burkina Faso anaitumikia Yanga kwa sasa kwa msimu wa 3 tangu alipotoka pale ASEC Mimosa ya Ivory Coast, akiwa ndiye aliyekuwa mchezaji bora na mfungaji bora wa ligi kuu bara msimu uliopita. Alifunga mabao 21 katika msimu wa kwanza. Aziz Ki alicheza na Fei Toto, alimaliza na mabao 9 chini ya kocha Nasreddine Nabi aliyeondoka kumpisha Miguel Gamondi, na msimu uliopita pia mambo yalimnyokea. Alifunga mabao 21 yaliyomwezesha Yanga kutetea ubingwa wa ligi kuu kwa misimu 3 mfululizo. So iko hivi, Aziz Ki aliongeza mkataba wa miaka miwili na kwa sasa anamaliza mwaka wa kwanza. Hivyo timu inayomhitaji inatakiwa kumnunua kwa bei ambayo Yanga inahitaji. Kilicho wavutia zaidi Waarabu hao ni rekodi za kiungo huyo, hasa za msimu uliopita alipowafunika nyota wote wa ligi kuu, kwani licha ya kufunga mabao 21 pia aliweza kuasisti mabao 8, huku msimu huu akiwa amehusika katika mabao 17 hadi hivi sasa. Sasa taarifa zinaeleza kwamba klabu mbili hizo zilizogonga hodi kwa Yanga, ikiwemo FAR Rabat na Raja Casablanca, zote kutokea Morocco. Taarifa hizo zinasema hivyo, lakini taarifa hizi pia zinaeleza kwamba mabosi wa Jangwani wameanza mazungumzo na FAR Rabat juu ya hatua ya kumuuza mwisho wa msimu huu, huku pia mabingwa wa Morocco Raja wao wakielezwa wanajaribu kumsaka kiungo huyo, hivyo mwenyewe kisu kikali ndiye atakayeweza kula nyama. Kuna uwezekano pia mkubwa dili hilo likamalizwa na FAR Rabat, kwa kuwa tayari wameshafikia hatua nzuri ya kumaliza dili hilo, na kama atatimkia huko atakutana na Bek Enoch Inonga aliyekuwa akitumikia Simba kabla ya kutimkia Morocco msimu huu. Hizo ndo taarifa ambazo tumezipata hapa Talent TV. Langu jina Ali Swale, mimi nikutakia utazamaji mzuri wa updates zetu nyingine. Kama bado hujasubscribe, basi mimi nakuomba fanya hivyo, ikiwa tu lengo ni kupata taarifa zetu zote. Pia unaweza kunifollow pale TikTok, natumia jina moja ambalo ni Ali Mshana ama Mshana OG. Bye bye.